Leo nataka tuangalie nguvu ya maarifa. Nguvu ya maarifa. Katika sehemu ya kwanza ya nguvu ya maarifa, tunakwenda kuangalia, tunataka tujue kwa nini Yesu awe makini na muda wa asubuhi, ahakikishe kabla hajakutana na kiumbe chochote akutane na Mungu kwanza. Alafu ni kwa nini Ibrahimu, ili amtoe Isaka kama zawadi ambayo ikageuza historia ya uhakika wa maisha yake na Mungu, na sisi tukabarikiwa kupitia Ibrahimu, aliamka asubuhi na mapema. Kwa nini Yakobo bilionea alianza kazi zake asubuhi na mapema? Kuna mambo makubwa ambayo maisha yako yatabarikiwa sana. Kwa katika vipindi vyetu vya asubuhi vya Power Morning, nataka nikutie moyo mpendwa, maisha yako hayatabaki kwa ya kawaida. Leo katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Power Morning, nataka tuangalie nguvu ya maarifa, hasa yanayochotwa asubuhi. Maarifa ni kama mtu anaenda kuchota maji kisimani. Anasema unapowahi asubuhi sana kuamka kuchota maji, utakuta maji ambayo bado hayajachafuliwa na wanyama, wafuaji, watu hawajafungulia maji machafu kwa sababu wamelala bado. Wewe unakuwa macho, unachota nguvu kwa ajili ya Mungu. Mithali 11 mstari wa 9 sehemu ya pili, maandiko matakatifu yanasema hivi: bali wenye haki watapona kwa maarifa. Bali wenye haki watapona kwa maarifa. Mwenye haki ni nani? Kimsingi binadamu wote hawana haki, lakini watu wenye haki ni watu ambao wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wao. Kwa hiyo Yesu anawapa haki yake, wanakuwa imputed by Christ's righteousness. Sasa hii imetolewa kwa kila mwanadamu. Kwa lugha nyingine tuseme, bali kila mwanadamu ambaye anamwamini Yesu Kristo, maisha yake yatapona kwa maarifa. Jambo la ajabu sana ambalo shetani ameliingiza ndani ya makanisa ni kwamba watu wa Mungu wanahangaika wapone kwa kuwekewa mikono, wapone kwa maji ya kwenye vichupa, wapone kwa madawa. Ni kweli ni mifumo ambayo inawezekana Mungu ameitoa, lakini mfumo bora katika asubuhi leo tunajifunza asubuhi ya maarifa ni mfumo wa kupona kupitia maarifa. Matatizo makubwa wanaopitia wanadamu yaitwa ni matatizo ya ukosefu wa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6 anasema, watu wangu mimi, Mungu anasema hivyo, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa. Kwa kukosa maarifa. Nikutie moyo, Patakatifu Media katika kipindi chake cha Power Morning ni kipindi ambacho Mungu amekidesign kwa ajili ya kupata maarifa ya asubuhi. Maarifa ya asubuhi ni nini? Isaya 50 mstari wa 4, Bwana amenipa ulimi wa hao wafundisho wao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno aliyechoka. Asikiliza hapa, huniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Huniamsha sikio langu lipate kusikia kama wao wafundisho wao. Anayefundisha huwa anatoa maarifa. Kumbe Mungu huwa anaamsha watu asubuhi ili masikio yao yapate kufundishwa. Umepoteza vitu vingi kwenye maisha yako kwa kupuuza muda wa asubuhi na Mungu. Lakini Bwana asifiwe. Biblia hapa imesema mwenye haki atapona kwa maarifa. Nikutie moyo, katika ratiba zako za maisha, panga muda wa asubuhi sana kwa ajili ya kuchota maarifa ya Mungu. Maarifa ya Mungu katika somo litakalofuata baada ya hili, na usiende mbali sana. Baada ya hili kuna somo linasema namna ya kuyatumia maarifa ya Mungu kukwepa kuingia kwenye matatizo ambayo kama ungejua yale maarifa na kuyaweka katika vitendo, haya matatizo usingeingia. Tutakwenda kuangalia aina 3 ya maarifa umizi. Maarifa yanayomaliza nguvu, maarifa yanayoshusha mtu, yanayomharibu mtu, na dawa ya kuyatapika maarifa haya na kupokea mengine bora kutoka kwa Mungu.
Sasa basi, watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Sasa hapa kumbe hazungumzi watu wasio wa Mungu, watu wa mataifa, ni watu wa Mungu. Kumbe hata unaweza kuwa ni mtu wa Mungu, unaweza kuwa ni mchungaji, unaweza kuwa ni shemasi, ni muombaji, lakini kumbe unaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Ndoa yako inaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Uchumi wako unateketezwa kwa ukosefu wa maarifa. Amani yako inatoweka kwa ukosefu wa maarifa. Bwana asifiwe. Kwa 11:9 kipengele cha pili Mithali, mwenye haki atapona kwa maarifa. Maarifa hayo ni yapi na anaponaje? Usikose kuungana nami katika somo linalofuata. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako wewe mzuri ambaye umempa fursa ya kusikia somo la leo la nguvu ya maarifa. Asante kwa sababu wewe Bwana huwa unaamsha watu asubuhi wape maarifa. Na hayo maarifa ndio yataendesha siku nzima ya siku hiyo. Na hayo maarifa ndio atakayemjaza nguvu mtoto wako. Ndio atakayemponya na mitego ya ibilisi. Ndio atakayemtegua na mitego aliyotegwa mbele yake. Na kwa sababu mtoto wako huyu ameasikia na kuyapokea, na kusihi Mungu wa mbinguni, mpe muda sasa wa asubuhi sana wa kuchota maarifa kutoka juu. Ninaomba Mungu, maarifa yoyote ambayo anakwenda kuyapokea kutoka kwako kuanzia leo, anapoamua kutenga muda angalau nusu saa, time with God, kama Yesu alivyotenga muda na wewe, Mungu naomba maisha yake aanze kugeuzwa, magonjwa yake aanze kutoweka, umaskini wake uanze kupotea. Bwana, amani yake iliyopotea muda mrefu ianze kurudi sasa, hata kabla hajaanza. Bwana, mahitaji yake kama ni ndoa, kama ni familia, Bwana aanze kuyaona sasa kwa jina la Yesu. Bwana, kama ni madeni yamekuwa kimtesa, kama ni watoto wake wamekuwa weleweki, kwa sababu amechagua kwa quality time with you, muda wa thamani, muda bora na wa asubuhi, Mungu maisha yake yakageuzwe na kubadilishwa milele katika jina la Yesu. Amen. Komenti hapo kama mbarikiwa, lakini pia usikose kufuata kinachofuata, maana linalofuata itakuwa ni mwendelezo wa sehemu hii ya pili ambao utabarikiwa sana. Mungu akubariki sana.